Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, leo ikiwa ni Agosti 7 ya mwaka wa 2026. Tuombe. Baba wetu mtakatifu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Asante kwa ajili ya nafasi hii ya pekee ya kujifunza neno lako. Watoto wako wa kiume tumekuja miguuni pako asubuhi ya leo, tukiamini tuko katika ulinzi na usalama wako, tukiamini kwamba kwako tutapata pumziko. Nasi twajikabidhi kwako siku ya leo. Tusamehe dhambi zetu, tembea nasi na ongoza hatua zetu. Tusaidie tuelewe hili somo tujifunzalo katika jina la Yesu, amina. Mada ya leo inasema ndani ya patakatifu pa patakatifu. Imejengeka katika kitabu cha Habakuki sura ile ya 2 aya 20. Neno la Mungu linasema, Bwana yumo ndani ya hekalu lake takatifu, dunia yote na inyamaze kimya mbele zake. Nilikiona kiti cha enzi na juu yake wameketi Baba na Mwana. Nilikaza macho kuutazama uso wa Yesu na kuustajabia umbo lake zuri. Umbo la Baba sikuweza kulitazama, kwa maana wingu la nuru tukufu lilimfunika. Nilimuuliza Yesu ikiwa Baba yake alikuwa na umbo kama lake. Alisema alikuwa nalo, lakini nisingeweza kuliona, kwa maana alisema, ikiwa tu utauona utukufu wa umbo lake, utakoma kuishi. Nilimwona Baba akiinuka kutoka kwenye kiti cha enzi na katika gari la moto, akienda katika patakatifu pa patakatifu ndani ya pazia na kuketi chini. Kisha gari la mawingu lenye magurudumu kama moto uwakao, likizungukwa na malaika, lilikuja mahali alipokuwapo Yesu. Aliingia ndani ya gari hilo na kubebwa kwenda katika patakatifu pa patakatifu, ambapo Baba alikuwa ameketi. Pale nilimwona Yesu, kuhani mkuu mashuhuri, amesimama mbele ya Baba. Makerubi wawili wazuri, mmoja kila upande wa sanduku la agano, walisimama na mabawa yao yakiwa yamenyoshwa juu ya sanduku, yakigusana juu ya kichwa cha Yesu alipokuwa amesimama mbele ya kiti cha rehema. Nyuso zao zilielekeana, nao waliangalia chini kwenye sanduku, wakiliwakilisha jeshi lote la malaika likiitazama sheria ya Mungu kwa shauku. Kati ya makerubi palikuwa na chetezo cha dhahabu na sala za watakatifu zilizotolewa kwa imani, zilizopanda kwa Yesu, naye akaziwasilisha kwa Baba yake. Wingu la harufu nzuri lilipanda kutoka kwenye uvumba, likionekana kama moshi wenye rangi nzuri mno. Juu ya mahali aliposimama Yesu mbele ya sanduku palikuwa na utukufu mwingi mno ambao sikuweza kuutazama. Ulionekana kama kiti cha enzi cha Mungu. Bwana Yesu aliyesulubiwa anatuombea mbele za Baba kwenye kiti cha enzi cha neema. Dhabihu yake ya upatanisho tunaweza kuitumia kama hoja ya kusamehewa kwetu, kuhesabiwa kwetu haki na utakaso wetu. Mwanakondoo aliyechinjwa ndiye tumaini letu pekee. Imani yetu humwelekea yeye, humshika kama yule awezaye kuokoa kabisa, na harufu ile nzuri ya dhabihu itoshelezayo kabisa inakubaliwa na Baba. Utukufu wa Kristo unahusika katika mafanikio yetu. Ana maslahi sawa pamoja na wanadamu wote. Yeye ni Mwokozi wetu mwenye huruma. Hii ni Agosti 7, mada ikisema ndani ya patakatifu pa patakatifu. Na kwa nukta hiyo, mpendo wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya kesha la asubuhi, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii nzuri siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nasi sasa na hata milele. Amina. Nyakati tunapitia uzoefu mgumu sana, tujaribia
japo sisi twaamini vyote vitakoma, vitakoma. Ni nyakati tunapitia uzoefu mgumu sana, twajaribiwa kurudi nyuma, hatimaye kukata tamaa. Ni kweli yaumiza moyo kwa yale tunayopitia, japo sisi twaamini vyote vitakoma, vitakoma. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu, Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu, Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Sasa umtazame Bwana Yesu, yuko upande wako. Ile udhanilo ni gumu, yeye hurahisisha. Ujipe moyo mpendwa, simama kwa ujasiri, mbele yako tazama, ni wakati wa kusimama tu. Na sasa umtazame Bwana Yesu, yuko upande wako. Ile udhanilo ni gumu, yeye hurahisisha. Ujipe moyo mpendwa, simama kwa ujasiri, mbele yako tazama, ni wakati wa kusimama tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu, Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu, Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu, Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu, Mungu ametangulia, hakika tutafika tu.